Tunaomba wewe mwanamke mwenzetu naye atusaidie, wewe Mama Samia. Naye ni mzazi, tunaumia, tunashindwa kula wala kufanya kazi zozote zile jamani. Tunaumia, tena mimi najuta mwanangu nimemtuma dukani, wenyewe wameturuhusu tokeni mkatafute shughuli zenu mrudi saa 12. Mtoto anatoka tu mlangoni pale wanamkamata. Leo hii mtoto anasotea huko bila kesi yoyote ile. Tunaomba jamani, tunaomba ikikilio mtu sikie, Mama Samia naye atusikie, naye ana uchungu kama na sisi tunapata uchungu. Watoto wetu hatujawafunza tabia mbaya, hawana tabia mbaya. Tena kama mwanangu kaenda kusimamia mpaka siku ya amechaguliwa, alikuwa karani wa kupiga kula siku hiyo, kusimamizi wa kula. Uovu umetokea lini? Na anakuja siku amekuja ni sana. Basi mwanangu hana tabia mbaya hata na mimi ndio nilimponza kumtuma kaninunulie vitu gengeni. Leo hii watoto wetu wanawashikilia si mwezi huo, miaka 19 ile, si taifa la kesho hilo. Anawafunza nini hapo? Wanajifunza nini watoto? Si wanakuwa sugu, wanaenda kukaa Segerea, mimi hajawahi hata siku moja, hata vituo vya polisi wala hata serikali za mitaa hawajawahi kaa watoto. Leo hii wanaenda kukaa magereza kule, wanaenda kukaa mwezi mzima, ni mwezi huo. Jamani, tunaomba huyu mama naye atusikie, na sisi naye amezaa kama tulivyozaa sisi. Inatuuma, yani inatuuma, watoto wetu hawajawahi kuwa na tabia mbaya hata. Naye awe na uchungu. Watoto wanabandikizia tu kesi, afu watoto wamepigwa, wanasema watoto hawajapigwa. Watoto kama mimi mwanangu kapigwa na anaambiwa kwamba sikubali. Kwa nini akubali kitu ambacho hajakifanya na hana hizo tabia? Tunaomba yeye naye awe na uchungu. Yaani tunaomba kama yeye ni mwanamke kweli, mwanamke naye amezaa miezi 9, tunaomba naye atusikie, na sisi tunaumia wazazi. Kamata iliyofanyika na jeshi la polisi nchini Tanzania imezidi kuwaliza wazazi wengi sana, ikizingatiwa kwamba mpaka kufikia sasa hivi zaidi ya vijana 700 wameweza kukamatwa na jeshi la polisi Tanzania na kuweza kushtakiwa kwa makosa mengi, lakini kosa kubwa ambalo wengi wao wameshtakiwa nalo ni kosa la uhaini, kitu ambacho kimezidi kuwaliza sana wazazi wengi, lakini pia kitu ambacho kimefanya mawakili wengi kujitegemea kujitolea kuweza kuwakilisha vijana katika kesi hizi ambazo zinawakabili. Hii ni moja kati ya simulizi kutoka kwa mama mmoja ambaye anaelezea namna ambavyo mtoto wake, binti yake mwenye umri wa miaka 19 tu, alikamatwa na jeshi la polisi na sasa hivi anashtakiwa kwa kosa la uhaini. Na kwake anasema kwamba mtoto wake alikamatwa tu nje ya nyumba yao wakati alikuwa ameagizwa kwenda kununua baadhi ya bidhaa gengeni, lakini alipokanyaga nje toka kukutana na jeshi la polisi ambao walimkamata bila maelezo yote na kumweka ndani. Mpaka sasa hivi anasema kwamba mtoto wake anasotea ndani na hana msaada wote. Amelia kwa uchungu sana, akimtaka Mama Samia awe na uchungu kama mzazi ili kuweza kuwafikiria na wazazi wenzake ambao wanapitia kipindi kigumu baada ya watoto wao kukamatwa na jeshi la polisi la Tanzania. Maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.